tunainua mikono yetu kwako na macho yetu yanakutazama wewe Mungu mwenye nguvu zote, maana unajibu maombi. Tunasujudu mbele zako, tunainama mbele zako, twanyenyekea mbele zako. Eko saka yandaraba, nainua sauti mbele zako, nikikumbuka wema wako, nikikumbuka pendo lako. Kumbuka pendo la Bwana, tafakari pendo la Bwana. Ninainua mikono yangu nikikumbuka msamaha wako, nikikumbuka kazi ya msalaba. Ekasaka yandarama sikatereba, umejibu maombi, umejibu maombi, umejibu maombi. Nakuamini Bwana, nakuamini Mungu mwaminifu. Wewe ni Mungu usiyeshindwa, wewe ni Mungu unashika maagano. Nakuamini Bwana, nakuamini Baba yangu. Wewe ni Mungu usiyeshindwa, wewe Mungu, wewe Mungu, wewe Mungu. Eko sakaterema sayada. Unaweza ukainua mikono yako ukamwadhimisha Bwana. Unaweza ukaliadhimisha jina la Bwana mchana wa leo. Mwambie Yesu, nimekuja mbele zako. Rapa seketerema sayada. Nimeingia na sifa moyoni, nimeingia na shukrani, nimeingia na sifa, nimeingia na sifa mbele zako. Eko sakayana, nitaingia langoni mwako na sifa moyoni. Nitasema siku ni Bwana umeifanya, nitasema majirani haya umeyafanya. Umejibu maombi, umesikia nilipokuita, nilipokuwa ninalia peke yangu ulisikia. Hezekia alipougua, walikulilia, ukamsikia, ukamponya na kumwongezea miaka. Maana unajibu maombi. Na mimi mtoto wako nakuita, usinifiche uso wako, usinifiche uso wako, usinifiche uso wako. Na mimi mtoto wako nakuabudu, usinifiche uso wako, usinifiche uso wako, usinifiche uso wako. Na mimi leo nakuinua, usinifiche uso wako, usinifiche kanisa uso wako. Baba, naona uso wa Bwana unajidhihirisha kwa watu, na sisi leo tunakuja kwa imani. Usitufiche uso wako, mahitaji yetu tuyaleta kwako. Unajibu maombi. Tazama mama yule anakuita, tazama kijana yule anakuita, tazama mtoto yule anakuita. Wewe unajibu maombi. Tumekuja na mizigo yetu, tunatua patakatifu pako. Siwezi beba tena changamoto, wewe unajibu
huzuni zile, nimekuja na machozi yale. Ekosayana na masayana utukufu wa Bwana umeshuka. Naona neema ya Bwana. Mwambie nimekuja, mwambie nimekuja kama nilivyo, nimekuja kwa moyo wangu, nimekuja. Remaseke terebosia daramasakata edaramasika yedere baba leposakata damasika tere baba edaramasayada. Unaweza kainua mikono yako zaidi ukabadilisha Bwana. Unaweza kainua mikono yako zaidi ukabadilisha Bwana. Unaweza kufungua kinywa chako, maana tayari mbingu zako zimefunguka. Naona mbingu ziko wazi, naona mbingu ziko wazi, naona mbingu ziko wazi. Ukisikia kulala chini lala, ukisikia kupiga mayowe piga. Enda ramasika tara baba baba, enda ramoseketere bosiana repasa katara baba baba, enda ramasika tere basiana baba. Moyo wangu unakutazama wewe. Inua mikono yako juu, mwadhimishe Bwana. Jiachie mbele za Bwana. Tayari maji yamechibuliwa. Hiki ndio ambacho nakitafuta kwenye ibada. Hiki ndio kilichokuleta ibadani. Moyo wako na Mungu, sio moyo wako na mtu, sio mahusiano yako na mtu. Hichi ndio kilichokutoa nyumbani kikakuleta hapa. Sio umetoka kwa sababu ni Jumapili, kwa sababu unataka umsikie, kwa sababu unataka akuguse, kwa sababu unataka akufungue, kwa sababu unataka akugange, kwa sababu unataka umwabudu, unataka umwabudu. Niachie tu, inua mikono yako juu, mwambie Nazareth. Enda ramasika ya mikono yangu na inua kwako, mimi nina kuabudu mbele zako na inama. Baba nina kuabudu, unaeshika magano, mimi nina kuabudu. Kanisa omba, kanisa omba. Kuna mahali tunaenda, kuna mahali tunaenda, mahali ambapo pesa haiwezi kukupa, mahali ambapo upendo wa mwanadamu hawezi kukupa, mahali ambapo rapa saka yena raba baba baba baba. Na uona mkono wa Bwana, naziona nguvu za Bwana zinashuka juu ya mtu mmoja mahali hapa. Naona mafuta mabichi juu ya mtu mmoja mahali hapa. Naona mafuta mabichi juu ya mtu mmoja asubuhi ya leo. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Repasaka taramasika yanda rabosaka terebasa yanda. Endo robosika yende baba baba. Inua mikono yako juu, mwambie Yesu niguse. Mwambie Yesu niguse. Jumapili tena, Jumapili tena, Jumapili tena ya mwanzo wa mwezi wa 5. Nahitaji kuanza na nguvu mpya. Inawezekana mwezi wa kwanza nilishindwa, mwezi wa pili nikashindwa, mwezi wa 3 nikashindwa, mwezi wa 4 nikashindwa. Huu ni mwezi wa 5. Umenipa nafasi nyingine ya kuingia Jumapili ya kwanza kabisa ya mwezi. Repaseketere masiana. Mwambie Yesu, ni Jumapili yangu ya limbuko, ni Jumapili yangu ya kwanza, ni Jumapili yangu ya limbuko, Jumapili iliyofungua mwezi wangu, Jumapili inayofungua mwezi wangu wa ushindi, mwezi wangu wa kibali, mwezi wangu wa utukufu, mwezi wangu wa faraja, mwezi wangu wa neema. Na wewe umepewa nafasi ya kulituma neno lako, neno litokalo kwenye kinywa chako, ili malaika walichukue, wapate kuona ni kitu gani ambacho Mungu anatamani akufanyie. Lazima uongee. Aramasika yende rebo sika yanda manda rabaseke terebo sakata repasaka yanda ramasika. Kanisa nione watu wakiomba, kanisa nione watu wakiomba. Hili ni kanisa la Roho Mtakatifu, sio kanisa la dini. Tukija hapa tunaomba, sio tunashangaa. Tukija hapa tunapanua
vinywa vyetu sio tunashangaa. Tukija hapa tunakaa katika roho sio tunashangaa. Maana majibu yetu yako kwenye midomo yetu. Ukuu wetu uko kwenye midomo yetu. Ushindi wetu uko kwenye midomo yetu. Repasika indarabasika. Nione mwanamke mmoja akitoa sauti yake akiomba. Nione mwanamke mmoja akitoa sauti yake akiomba. Repaseke indaramasika yanda. Endorobosika yanda. Repasakata ramasikata reposakaterebosaka yanda rikasakata ramasakata remaseketerebosaka yanda. Kama unaweza kunena kwa lugha tunena kwa lugha. Kama uwezi kunena sema tu asante Yesu, asante Yesu. Riposakaterebasa yanda repasaka yida ramaseketerebosa yanda enda ramasikata reposeketere mama enda ramasakata rababa indorobosikata repasakata enda ramasaka yanda reposikata rababa enda ramasika yanda rekoseketerebosa yanda. Naponena kwa lugha nasikia ndimi za moto zinashuka mahali hapa. Nasikia mito ya uzima inashuka mahali hapa. Bubujiko linashuka mahali hapa. Unaweza hata ukainua mikono yako kanena kwa lugha. Jiunganishe katika antena ya Roho Mtakatifu asubuhi ya leo. Usizuie kinywa chako kutamka matendo ya Bwana. Usizuie kinywa chako, sauti ya muziki we chini. Ripo sakate enda ramasakata rabasikata manderebo saka yanda rababababababa enda ramaseke rebo sika yanda rekoseke remasi yanda remasakata rabasakata rekosakate rebasaka yanda. Unajua naponena hivi kwa lugha, sikiliza, naponena hivi kwa lugha nasikia kuna vitu vinapasuka. Kuna vitu vinapasuka, kuna magereza yanakatika, kuna kamba zinavunjika. Reposaka taramasika ye. Hata kama unanitazama, popote unaponitazama, jiunganishe na maombi haya. Nena kwa lugha, nena kwa lugha, nena kwa lugha. Rekoseke terebasika yanda. Kadhalika Roho anayetusaidia udhaifu wetu, kwa kuwa tujui kuomba jinsi ipendavyo, lakini Roho tuombea watakatifu kama apendavyo Bwana. Nataka sasa hivi mwambie Roho Mtakatifu akusaidia kuomba. Mwambie Roho Mtakatifu chukua na hili. Mwambie Roho Mtakatifu chukua na hili. Kanisa, sio kama mnaelewa kinachoendelea mahali hapa sasa hivi. Naona Roho Mtakatifu akichukua madhaifu ya watu. Naona Roho Mtakatifu akichukua huzuni za watu. Naona Roho Mtakatifu akienda kwenye kiti cha enzi akitusaidia kuomba, akitusaidia kubeba, akitusaidia kubeba. Peleka, peleka, peleka. Riko saka yanda enda rama seketerebo sayanda. Padisha sauti. Padisha sauti. Padisha sauti. Naona Roho Mtakatifu anawasaidia watu kupigana vita. Naona Roho Mtakatifu anasaidia watu. Anasaidia watu. Anasema asubuhi ya leo niko hapa kuwasaidia watu. Sikiliza, usizuie. Usizuie, hiyo sauti ndio imebeba ushindi wako. Hiyo sauti imebeba majibu yako. Hiyo sauti imebeba ukombozi wako. Hiyo sauti imebeba utukufu wa Bwana juu ya maisha yako. Unaweza usinielewe. Unaweza usinielewe. Unaweza usinielewe. Wale wachache wanaonielewa, twendeni hapo Mungu anapotaka. Wale wachache wanaonielewa, twendeni hapo Roho Mtakatifu anapotaka. Wale wachache wanaonielewa, twendeni hapo. Tusizuiliane na mazingira. Usizuiliane na jirani yako. Usizuiliane na aliyekuja sasa hivi ambaye leo kinachoendelea. Rapa saka yanda. Ukiweza kushika tumbo lako shika. Ripa seketereba saka yanda. Hii ni leba ya kiroho. Hii ni leba ya kiroho. Lazima uzae ukuu wako. Lazima uzae ushindi wako. Lazima uzae neema. Lazima uzae kibali. Lazima uzae utukufu. Lazima uzae majibu. Ripa saka taramasika yanda. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Shakara baba baba baba. Endelea. Endelea. Riko seketere baba 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 baba. Naona moto umekamata mikono ya watu. Naona moto umekamata miguu ya watu. Naona moto unakamata vinywa vya watu. Ukisikia kinywa kinakamata, achilia. Ni Roho Mtakatifu ameamua kuingilia. Ni Roho Mtakatifu ameamua. Ni Roho Mtakatifu ameamua. Anasema niachie. Niachie nafasi. Nikuonyeshe kwamba ninaweza. Niachie nafasi. Nikuonyeshe kwamba nina nguvu. Niachie nafasi. Nikuonyeshe mimi sio roho. Rapa saka yanda. Repa seketera. Itakuwa siku hiyo Roho Mtakatifu atamiminwa juu ya wote wenye mwili. Raka kaka. Yes. Yes. Yes.
Yes, gereza linapasuka. Gereza linapasuka. Gereza linapasuka. Toka kwenye hilo gereza. Toka. Unatoka. Nao unafunguliwa dada. Nao unafunguliwa dada. Kiu yako iliyokuingiza hapa. Kiu yako iliyokuingiza hapa. Rapa ng'ang'ana. Pambana usinyamaze. Kama ile mwanamke aliyesema nikigusa pindo damu inakauka. Naona damu inakauka. Naona aibu inaondoka. Naona aibu. Yes. Repaseketere baba. Mama, Mungu anakunyanyua leo. Mama, aibu inaondoka. Huzuni zinaondoka. Mateso yanaondoka. Naona vazi la aibu. Adui amekusukuma sana ili uanguke. Lakini leo Yesu amekusimamisha. Madhabahu maji yametibuliwa. Na Mungu anasema mwambie aingie kwenye hicho kijicho. Aingie ni mtakase. Aingie ni muoshe. Aingie ni msafishe. Aingie ni mfanye kiumbe kipya. Repa seketere masayada. Mama, ingie hapo. Mama, ingie hapo. Ni kwa baba yako. Ni kwa baba yako. Wanadamu hawakuelewi ni mzigo gani umebeba kwenye moyo. Lakini baba anasema ninajua ulichokibeba mwanangu. Ninajua ulichokibeba. Na leo nimeshuka kama moto. Kama moto. Kama moto. Kama moto. Yes. Yes. Ikatara baba. Wanekaa kistaarabu, endelea kukaa kistaarabu. Unajua ukiwa mbele za Bwana kule leba watu hawana ustaarabu. Watu wanatamani tu kuzaa. Unajua mama, shika mkono wangu. Kuna mahali Mungu anakutoa. Leo kuna madhabahu inavunjika. Leo kuna madhabahu inavunjika. Kama anavyokusogeza mbele namna hii. Kama anavyokusogeza mbele namna hii. Leo kuna madhabahu inavunjika. Leo kuna madhabahu inavunjika. Inavunjika. Iliyokushika kule Machame. Iliyofunga watoto wa kike. Iliyowazuia kwenye gereza. Gereza lokamata watoto wako. Gereza. Pasuka. Mama, unaachiliwa. Naona makaburi ya Machame yanapasuka. Shujaa unainuka. Nani amesema utasimama? Nani amesema utaombea kizazi? Nani amesema huyo mwenye nguvu aliyokamata na kutoa kinywa chako? Unafunguliwa. Leo ni siku Bwana ameifanya. Naona uliamka usiku wa manane. Ukawa unamwambia Bwana, leo nikumbuke. Napoenda ibadani usinipite. Nimechoka mizigo niliyobeba. Nimechoka kutembea kwenye machozi. Nimechoka kuona adha za watoto wangu. Nimezaa watoto adui anawafunga. Nimezaa watoto adui anawatesa. Nasikia Yesu anasema, sio mimi niliyekuambia, uwe hodari na moyo wa ushujaa. Henda ramasika yana. Repo seketere baba. Henda ramasika yende rebo sakatara baba. Riko sakatara masika yanda baba. Ninapenda ni kuabudu. Naona malaika wengi wamejaa mahali hapa. Naona malaika wamejaa mahali hapa. Naona malaika wamejaa kama moto mahali hapa. Naona malaika wamejaa kama moto. Sikiliza, kuna huduma ya angels. There is a ministry of angels tonight. This morning, nataka huyo malaika akuguse leo. Sikiliza, hujawahi kuona malaika. Leo nakwenda kuona. Wale walioko rohoni. Unajua swala la ulimwengu wa roho ni swala la roho, sio swala la mwili. Ni swala la rohoni, sio swala la mwilini. Indarama sika yandarama. Eko sakata mama. Indarama sika yendere baba. Siku zote ni kuabudu Bwana. Naona kamba zimefunga miguu yako. Yes. Leo ni mwisho. Nikitangaza ni mwisho, jua ni mwisho. Yes. Mungu wangu Baba yangu sina Mungu mwingine. Mungu wangu Baba yangu
sina Mungu mwingine. Mungu wangu we, Yesu wangu we, sina Mungu mwingine. Arabasika tarababababa. Yes. Naona mikono iliyofungwa. Rapa sakataraba. Yes. Akili iliyokamatwa isipige hatua. Naona moto unaingia kwenye kichwa chako sasa hivi. Pokea hiyo nguvu. Pokea hiyo nguvu. Pokea hiyo nguvu. Iliyozuia watoto wa kiume wasiende. Yes. Riko sakataraba baba. Rema seketere baba. Yenda ramasika yanda. Adui amepambana sana na uchumi wako. Naona mtu ambaye Mungu alikuwa amembariki, lakini ghafla mambo yakawa sivyo. Shetani anakutesa. Nashika hii mikono leo na itakasa. Ninamaanisha nachokisema. Mungu amesema nitakasa hii mikono. Utakuja hapa Jumapili na ushuhuda wa ajabu. Yes. Mungu amesema nitakasa hii mikono. Mungu amesema nitakasa hii mikono. Kuna nuksi ilitupwa kwenye hii mikono. Kuna mtu alicheza na hii mikono. Nami nasimama kama nabii wa Bwana. Ninavunja in the mighty name of Jesus. Walipoweka mikono yako, walipoweka nguvu zako, walipoweka maisha yako, natoa in the mighty name of Jesus. Nataka ufurahi. Dada, sikia nikwambie. Kuna hatima kubwa sana umebeba ya Mungu. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Lakini naona mwanamke ambaye adui amekuwa anamchelewesha sana. Nimeona mwanamke ambaye adui amekuwa anamchelewesha sana. Shetani amekuwa anakuchelewesha. Kila unapopiga hatua moja, unarudi nyuma hatua tatu. Na umechoka. Umechoka. Yes, nikupatie tu, kuna nguvu inatoka ndani yangu inaingia ndani yako. Riposika indara baba. Pokea tu kwa imani. Kuna kitu cha kitofauti kinaachiliwa. Hautalia tena. Hautachoka tena kwa urefu wa njia yako. Na iona neema ya Mungu inashuka kama moto juu ya maisha yako. Na Mungu anasema ni mwanangu mpendwa niliyemchagua. Najua adui amekuwa anakuletea roho za aibu. Aibu imekuzunguka. Aibu imekuzunguka. Shetani anataka uaibike ili uone kwamba hakuna Mungu. Shetani anataka uaibike ili uone kwamba Mungu hakukuita, Mungu hakukupaka mafuta, Mungu hakukuchagua miongoni mwa mabinti wa familia yenu. Lakini nataka nikwambie hivi, vita sio vyako, vita ni vya Bwana. Na kwa kuwa ni vya Bwana, anakwenda kupigana vita yako na anakwenda kuisha in the mighty name of Jesus. Na kufungua leo. Yes, na kufungua leo kwa upako ulio juu ya maisha yangu. Upako ulio kwenye madhabahu. Mafuta ya Mungu alionipa. I open your life. You are free in the mighty name of Jesus. Nataka ufurahi. Mithali 11 mstari wa ngapi? Wa 9. Anasema asiyemcha Mungu mpoteza jirani yake kwa kinywa chake. Sasa mstari nilikuwa nautaka ni huu hapo. Bali wenye haki watapona kwa maarifa. Wenye haki watapona kwa nini? Kwa maarifa. Yaani japokuwa umeokoka, kilichookoka ni roho yako, lakini kitakachofanya utoboe baada ya roho yako kuokoka maana yake ni nini? Sema maarifa. Haleluya. Ndio maana kwenye ile Hosea 4:6 tuliona pale kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa kosa nini? Maarifa. Ndio maana mtu anaweza akaa mwenye haki, lakini kwa sababu kuna maarifa fulani ameyakataa, kuna maarifa fulani hajaamua kuyatafuta, kuna maarifa fulani ameona ni ya watu wengine, haleluya, kwa ajili ya kuijenga nafsi yake na mwili wake, baada ya roho yake kuokoka, kuna maeneo anaweza asipone. Kwa nini? Kwa sababu wenye haki watapona kwa nini? Kwa maarifa. Kwa maarifa sahihi, utakatifu, maarifa sahihi, ambapo uko kwenye maarifa ndo unakutana na masuala ya kukua. Ukisoma Wagalatia 4 sura ya kwanza mstari wa kwanza na wa pili, Wagalatia sura 4 mstari wa kwanza na wa pili, inasema lakini inasema ya kuwa mrithi, yani mrithi wakati wote hawapo mtoto ana tofauti na mtumwa angani bwana wa yote, lakini yu chini ya mawakili na watunzaji hata wakati ulokwisha kuamriwa na baba. Kwa lazima mtu aame viwango vya utoto kiroho. Bwana Yesu aziviwe. Hapo tukirudi kwenye Zaburi ya 24, Zaburi ya 24 inasemaje mstari wa 3 na wa 4? Zaburi ya 24 mstari wa 3 na wa 4, tunaona swala la utakatifu hapo. Alafu utakatifu unasababisha baraka. Baraka ni empowered to flourish. Baraka maana yake Mungu kukubariki, maana yake anakuwezesha kufanyaje? Kustawi. Ndio maana ya baraka. Baraka ni nguvu. Haleluya. Zaburi ya 24 mstari wa 3 na 4 anasema ni nani atakayepanda
katika mlima wa Bwana. Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe. Hapo anazungumzia utakatifu, asiyeinua nafsi yake kwa ubatili wala kuapa kwa ila. Mstari wa 5 anatoa ahadi ya huyo mtu ambaye ni mtakatifu, atapokea baraka. Kwa nini? Kwa Bwana. Maana yake kwenye misingi mibovu, kwenye maagano na mikataba alopitia, aloikuta kwenye familia, kwenye uovu unaoendelea, yeye atakuwa empowered, atawezeshwa kufanyaje? Kustawi. Sema atawezeshwa kustawi. Atapokea baraka nini? Kwa Bwana. Na kwa nini? Na haki kwa Mungu wa wokovu wake. Kwa sababu gani? Amekuwa mtu wa moyo mweupe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mathayo 12 mstari wa 36 na 37. Mathayo 12 36 na 37. Hapa anazungumzia habari ya kushikilia maungamo yako. Yaani mdomo, wakati mwanadamu anaumbwa, akumbua mdomo kwa ajili ya kula. Kula ilikuwa ni tukio la baadaye. Mdomo mwanadamu aliumbiwa ili aweze kufanyaje? Kutawala nao hapa duniani. Ndio ama alisema utaitwa simba, akawa simba. Bwana Yesu asifiwe. Mdomo ilikuwa ni kuamrisha mambo yafanyaje? Yafanyike na yatokee. Sasa anasemaje mstari wa 36 na 37 Mathayo 12? Basi nawaambia kila neno lisilo maana watakalo linena wanadamu, watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. Mstari wa 37, kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki na kwa maneno yako utahukumiwa. Ukisema wewe huna hela, yani ukisema nini? Huna hela, mdomo wako, sauti yako ikasikika, Biblia inasema usijifanye umepitiwa mbele ya wewe malaika. Yani ukisema huna hela, maana yake kama ulishajititumua sana utoke, hiyo kauli yako sina hela, hiyo unaoisemaga na kinywa chako huna nini? Huna hela, basi malaika, mapepo yanaingia kazini kufanyia hiyo kauli uliosema nini? Huna hela. Kwa nini? Kwa sababu kwa maneno yako utahesabiwa haki na kwa maneno yako utafanyaje? Utahukumiwa. Ukisema hauna hela, maana yake unaingia kwenye hukumu ya nini? Ya kutokuwa na hela. Mimi siwezi semaga sina hela. Nitakwambia hela kwa sasa hivi bado iko njiani. Bwana Yesu asifiwe. Nitakwambia nina hela nyingi sana. Ile hela ya kufanya hiyo issue iko njiani, bado ijaja. Ikija nitakwambia. Yaani neno sina hela siwezi liongea. Kwa nini? Kwa sababu kwa maneno yangu nitahesabiwa haki na kwa maneno yangu nitahukumiwa. Kila neno lisilo maana watakalo nena wanadamu watatoa hesabu yao. Kwa hiyo sio kwa habari ya kwenda mbinguni peke yake, hapa duniani. Ndo nakwambia mdomo ukupewa kwa ajili ya kula. Mdomo ulipewa kwa ajili ya kuongea sahihi. Kwa nini? Ili ni tumbo la mtu litashiba nini? Mazao ya kinywa chake. Atashibishwa nini? Mazao ya midomo yake. Sina hela, sio mimi sina hela. Hiyo kanuni naivuta kwa damu ya Yesu. Huyo mtu anayesemaga hana hela, haleluya, hela zitakuwa zinakuja, haleluya, zinampita, kwa sababu jina lake kwenye ulimwengu wa roho anaitwaga sina nani? Sina hela. Kwa maneno yako unahukumiwa na kwa maneno yako unafanyaje? Unahesabiwa haki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima uwe mtu wa maarifa, haleluya, kwamba japokuwa unapigana vita vya uovu wa kifamilia, kwa upande wa maskini, kwa upande labda wa kuoa na kuolewa, kwa upande labda wa kumtumikia Mungu, lazima uchunge kinywa chako. Kinywa chako ni upanga. Kinywa chako ni kama usukani kwenye kitabu cha Yakobo. Maisha yako yanaendeshwa na kinywa chako. Maisha yako ataendeshwa na maneno unayosemaga, kwa sababu kwa maneno yako utahesabiwa haki na kwa maneno yako utahukumiwa. Uwezi ukasema hauna hela, uchumi umekuwa ni mgomo, gharama za maisha zimepanda. Wewe lazima ujielewe, wewe ni balozi. Ukiwa unajielewa utajua kwamba wewe sio kwa bajeti ya Tanzania, wewe sio kwa bajeti ya ulimwengu. Rais Tanzania ikimchagua balozi kwenda Marekani, yule balozi alipwi na uchumi wa Marekani. Watoto wake hawalipi shule na hela ya Marekani. Tanzania inatuma pesa kwenda ubalozi wa Marekani kugharamia ile maisha ya yule balozi. Ni tofauti na mbunge. Mbunge maisha anaweza akaenda kushoto, yeye akamdhuru kwa sababu yuko Tanzania. Sio mwakilishi wa nchi. Mbunge sio mwakilishi wa nchi. Amen. Kuna V8 yake inaweza ikanguruma hapo akamwambia dereva zima. Sasa mafuta yaliyotopoa yameisha.
lakini balozi bajeti yote inateremka, inatumwa nchini alikotokea. Haleluya. Kwa lazima ujielewe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kushambuliwa kwa balozi, utasikia nchi imefunga balozi wake na mahusiano na nchi fulani. Kwa nini? Wamemshambulia balozi wa ile nchi ambaye alitumwa kama serikali kwenda kuweka mahusiano ya kidiplomasia na ile nchi. Kwa hiyo ile nchi inajiondoa kuwa na mahusiano yoyote na ile nchi, kwa hata visa passport zitavurugwa. Haleluya. Ndio maana Biblia inaposema kwenye Wakorintho nani, nyinyi ni wawakilishi, ambassadors of Christ. Lazima ujielewe, lazima ukae ujijue kwamba mimi nina uzima wa milele. Haleluya. Nina ule uungu ambao ukumbu ambao ndio life of Christ. Yale maisha Yesu Kristo iko ndani yangu, kwa ule uhai wake uko ndani yangu. Kama alitembea ulimwenguni ya kukwama, alipodaiwa kodi aka network zikasema Petro nenda kavue samaki wa kwanza ataleta pesa. Alifika mahali anajua kila wakati anajua atakalolifanya. Wakatokea watu wamejaa wengi, akasema na wahurumia, sitaki waende wakifunga na nini hapo. Akasema kuna kijana na mikate 5 na samaki 2. Akajua kwa maneno yake anahesabiwa haki na kwa maneno yake anahukumiwa. Akanyosha mikono juu akasema Baba ninakushukuru. Oh Baba ninakushukuru. Akachukua kamega akawapa. Lazima uwe mtu wa shukrani. Kinywa chako lazima ukielewe. Useme Baba kwa 10,000 ninakushukuru. Sitaki kuiona haitoshi. Akili yangu jua hela lazima itatosha. Mungu lazima atafanya muujiza. Sema ninahukumu kwa maneno ya kinywa changu. Kuna mtumishi mmoja huko Nigeria, ilikuwa sijui ni wapi, walikuwa watu 15. Sasa wakawa wameandaa tu kitu cha watu 15, ila wakaja watu 100. Ilikuwa ni chakula. Sasa mke wake yule mtumishi akasema hapa tunafanyaje? Tuliandaa vitu 15 amekuja watu 100. Na watu ushawatangazia kula hata kuele, lazima wale watu wote walikuwa 100. Na mke wake akamwambia ili tatizo lilotokea hapa hili kwamba imekuwa hivyo, sio tatizo lako, ni tatizo la Yesu. Akamwambia sasa unataka mimi nifanyeje? Anataka kumwambia mke wake, Mungu akamwambia msikilize mke wake. Basi mke wake akamwambia wewe hivyo vitu vikishaviombea mimi utanipa, nitawagaia watu hivyo vyakula, nitawapakulia. Akasema sasa hapa issue inaenda. Basi akaamua kumwamini Mungu. Wakaanza kupakua ile ilikuwa ni chakula. Yaani walipakua watu 100, alafu vikabaki ile sufuria ambayo alikuwa amepiga. Yule mtu anakuambia mpaka leo hajui nini kilitokea. Kwa nini? Yaani unajua ukiamua kutembea na Mungu, lazima ukicheke 5,000 namna ile, uambie wewe ni mbegu, lazima utavuta wenzako. Yaani lazima ujue kinywa chako ulipewa kwa ajili ya nini? Ya kuongea sahihi. Sema kuongea sahihi. Sema mimi nina hela. Mimi sisemi kwamba sina hela, bali mimi nina hela, ninao ya kutosha na zaidi ya wengine. Haleluya. Kwani Yesu hakuwahi kukutwa na uhitaji. Kwenye sehemu zote Yesu alizokutwa na uhitaji ilikuwa ni muujiza. Yes. Kodi, Petro kavue samaki, ile ikapatikana. Amen. Mikate 5 na samaki 2 ilikuwa vitu havitoshi. Ila Yesu alikuwa ana mwili, kwamba duniani anatufundisha kwamba msiishi kwa akili ya mifumo ya ulimwengu. Oh yes. Kuna mtu mmoja Mungu akamwambia nenda kwenye Biblia. Huwa ni anapenda, akafungua pale alikuta hela nyingi sana. Kwa sababu Mungu alijua akimwambia akafungue Biblia, kwa sababu anapenda Biblia na ni msomaji, ataenda. Kwa Mungu akamwelekeza kwenye kitu anachokipenda. So mwingine angeambiwa akafungua, angeenda kufungua wiki ijayo, ule muda wa muujiza umeisha. Alienda tu taratibu akafungua, akakuta dola za kutosha. Kwa nini? Yaani ulimwengu, mwambie jina lako wewe ni roho. Mwambie wewe ni roho. Hayo macho ya kusikudanganye. Hayo masikio unaosikilia nayo, hiyo akili yako lazima ifanyiwe ukarabati. Sema ninapokea ukarabati wa kuongea wengine watakao yashangaa. Sema haleluya. Amen. Kwa unapokabiliana na matokeo ya uovu wa kifamilia, chunga nini? Mdomo wako. Chunga nini? Mdomo wangu. Chunga nini? Mdomo wangu. Kuna kauli nasemaga mdomo uliponza nini? Kichwa. Ni kweli, mdomo mingi imeponza vichwa vya watu. Haleluya. Wamesema sina hela, sasa Yesu awasaidiaje? Kwa sababu muamuzi wa mwisho wa maisha yako ni wewe nini? Ni wewe mwenyewe. Wengine wanasema hapa alipofikia anaona hataoa tena,
ama ataolewa tena, kwa sababu anachoona kwanza hakuna anayekuja, alafu wanaokuja hawaeleweki, alafu anakuambia kama kwenye familia iko kitu cha kuolewa na kuoa, afanyeje? Akipo mwambie jirani yako, mimi ndo naweka msingi, mimi ndo naanzisha hali yasiyokuwako, yanakuwako. Haleluya! Sio habari ya historia. Ndio maana wewe ni mzaliwa wa kwanza, wewe ndio mweka alama, wewe ndio mwanzisha mambo. Mwambie jirani yako, chunga mdomo wako, chunga mdomo wako. Shetani anataka watu wapambane, waharibu, wafunge, afu ukija kwenye mdomo wa bomoe, yani waangushe pa. Anasema hili ni tatizo lake. Anakuambia hiyo ni nini? Ni pressure yake, ni sukari yake, ni nini? Ukisoma Mathayo 17 mstari wa 20 na 21, nitasoma mstari wa 21 kwa sababu ya muda. Biblia inasema, lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Mathayo 17:20 ngapi? 21. Kweli nakwambia kuna mambo hayatakayaondoke, yale yanaitwa namna hii. Sema namna hii, this kind. Kuna mambo yanaitwa nini? This kind. Yanaitwaga nini? Namna hii. Alhamisi kwa mkie Ijumaa nilisikia nifunge, na Jumamosi nikasikia nifunge. Sasa leo na Jumamosi kuja leo hivi nika kila nikijaribu kunywa chai ni kwamba nitakunywa chai asubuhi, yani natangulia mbele. Nilikuwa Jumamosi natangulia Jumapili, nikasikia hapana, hiyo chai nitainywa baada ya nini? Yani nitaanza kufungua baada ya ibada hii hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo yanaitwaga aina hii. Aina hii yanaendeleaga kuwashikiliaga watu ambao wanakula mwezi mzima, miezi mitatu yote amekula. Hakuna, yani hii kufunga akiotea tu mfungo mmoja kwa mwezi au ile tu ya matangazo. Kumbe kuna yale namna hii, this kind. Kuna vitu vingine ni visiki, yani vinapenda, yani vinaondologo. Kwa nini? Kwa maombi na kufanyaje? Na kufunga. Si wale ambao mpaka utangazo, yani una ratiba yako kwamba kula siku 30 kwa mwezi. Ni marufuku, yani ni utovu wa nini, wa nizamu ya kiroho. Yani siku 14 za wiki umekula, unatumia dawa, una ujauzito ule wa mwanzo ambao unasumbua, labda ukifunga unasikia kizunguzungu. Hapana. Tena mtu unakuta ni kijana. Je, wababu na wabibi wafanyeje? Eti kijana hana bado maisha yake hajaona mwanga, alafu anataka akabiliane na nini? Na mauovu ya ukoo. Haleluya. Hayo anaitwaga namna hii. Sasa unavopambana na nini? Kumbuka hapo nimekwambia kinywa kuna mifungo. Bwana Yesu aziviwe. Ili hizo kuziondoa hizo namna hii, uziweze kufanyaje? Yaani hizo azilondoagi kwa njia nyingine isipokuwa kwa kufanyaje? Kwa kufunga na kusali. Bwana Yesu aziviwe. Mfungo katika hali sahihi ni inaachilia nguvu fulani katika ulimwengu wa roho ambao hakuna nguvu nyingine inaweza ikachelewa kwa njia mbadala ya mfungo. Kama ile itajiga mfungo wa nini? Wa mara kwa mara. Kuna mtu mmoja alikasirika akaamua kufunga muda mrefu. Baadaye sasa ikamtokea kwenye maono, kwenye ndoto, wakainuka miskeletoni kama hii kitu ambayo haina nyama, miwatu imechoka choka, nyingine ikoje. Mungu akamwambia ndo mipepo mitatu ilishikilia watu kwenye familia. Sasa ndo unafanyaje? Ndo akakutana akaikabili. Kwa hiyo unapofunga ni kama ni safari. Unapoomba kujitangazia maombi ya muda mrefu au unakuwa unaomba kufunga mara kwa mara, kuna vitu sasa Mungu ataona temperature yako imekuwa. Haleluya. Ndio maana wana wa Israeli walipotoka Misri, Mungu aliwazungushia njia ndefu. Biblia akasema wasije wakapita njia ya Filisti, wakakutana na vita, wakagairu, wakasema tunarudi wapi? Misri. Mungu akawazungusha njia ndefu. Kwa nini? Walikuwa hawajakomaa kivita. Kuna vitu unapoamua kuwa mtu wa maombi, kufunga, kuomba, utoaji, kumtumikia Mungu, Mungu anaanza kufungua zile kurasa za kifamilia. Kuna mambo utakuwa ulikuwa uyaoni, utaanza kuyaona. Kwa nini Mungu anakuruhusu? Ili usije kazimia. Sasa hizo nguvu yako sio chache tena. Sasa hizo una power, sema power. Sasa hizo unakuwa na ikizuzi, sema ikizuzi. Sasa hizo unakuwa na memento, sema memento. Sasa hizo unakuwa na ororo, sema ororo. Sasa hizo unakuwa na fire, sema fire. Sasa hizo ukiviambia wewe mzimu uko katika mbele yangu, achia njia, ninakuchoma. Unaona inajiachia, inakatika kila mahali, inaacha njia alafu unapita. Kwa nini? Mifungo, maombi, utakatifu, kumtumikia
na kuongea sahihi kumekupandishia mamlaka katika ulimwengu wa roho. Ukisema achia, wanaachia. Wewe sio ule wa zamani tena, waliokutegemea utajifungia mahali ulie. Hapa mtu hapa mnaachia njia. Sema naelewa. Wewe ule ambao ulikabiliwa na shida ya pesa ulikuwa unaliaga. Sasa hizo unakuwa ni mtu mwingine kabisa. Unaamka na pesa moja ulionao, unaanza kuiamrisha iitishe pesa nyingine. Kila miundombinu inayohitajika mimi kupata pesa, ninaamrisha hiyo miundombinu. Sasa hizo umeamka saa 8, saa 9 au saa 10. Hapo malaika wanakuaga wengi wameachiliwa kwa ajili ya kuhudumia maisha ya wanadamu. Kabla ile asubuhi sana huwa mlango unakuwa umefungwa. Kwa hiyo unakuwa umeamka saa hizo, unaambia nyie malaika, mimi ni mtoto wa Mungu, ninajielewa. Na mtoto wa Mungu, miujiza ni sehemu yangu. Ninagonga mlango wa muujiza. Hata pesa ya muujiza, kazi ya muujiza. Yaani malaika lazima wakuelewe kwamba baada ya Mungu ni wewe, alafu baada ya kuondo wako chini yako, kwamba ni watumishi wako. Unaanza kuwapa maelekezo, malaika, hangaikeni na maisha yangu. Fuatilieni ile jambo, nendeni mlete kazi. Nilipeni ramani, lete tenda. Yaani malaika unawapa maelekezo. Kwa nini umefika level ambayo unachoongea unamaanisha, na unachomaanisha unaongea, unachomaanisha unaongea, na unachoongea na unamaanisha. Lakini nasema mrithi wakati wote awapo mtoto. Yes. Hana tofauti na nini? Na mtumwa. Mtu mzima sasa kiroho huwa anajua kuongea. Ndio. Anajua kufunga. Amen. Utakatifu sio kitu ahubiriwe ama afuatiliwe. Amen. Anajua kwamba bustani ya Edeni shetani alibadilishana na maisha ya uchungu na mwanadamu kwa kumpa dhambi, alafu alimtendesha dhambi, alafu shetani akambadilisha maisha, akampa maisha ya uchungu. Kwa dhambi ni gia ya mabadilishano kwenye ulimwengu wa roho baina ya shetani na watu. Kwa utajikuta dhambi unakuwa makini naye. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ukiitoa umeongea kitu ambacho ni kinyume na neno la Mungu, unatubu sasa hiyo, afu unaifuta ile kauli kwa damu ya Yesu. Unasema nina hela, ninamiliki na kutawala. Kama hujaona mpango wako unasema ninaoa, ninaolewa. Yaani lazima nifanikiwe. Kutokufanikiwa ndio itakuwa muujiza, lakini lazima nifanyeje? Nifanikiwe. Na huo muujiza hautatokea wa mimi kutokufanikiwa, kwa sababu lazima nifanyeje? Nifanikiwe. Sema naelewa. Naelewa. Andiko la mwisho la kwa Yafu mwanangu Timotheo wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 8. Timotheo wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18. Samahani, mstari wa 10 na ngapi? Wa 18. Timotheo wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 10 na ngapi? 18. Timotheo wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18. Biblia inasema, mwanangu Timotheo, na kukabidhi agizo hili liwe akiba kwa ajili ya maneno ya unabii yaliyotangulia juu yako. Timotheo alikuwa na maneno, atakuwa mkuu, atamtumikia Mungu, mbinguni ataenda, atafanikiwa. Sasa hayo maneno ikabidi mwenyewe usike nayo. Biblia inasema ili katika hayo uvipige vile vita vizuri. Uvipige vile vinini? Unaweza ukakele sadaka yako ya kawaida kwenye bahasha yake. Bwana Yesu asifiwe. Hata na zaka yako utaweka kwenye bahasha yake, si ndio? Ila usije hapa mbele. Eka kwenye sadaka yako ulionayo. Kwa sababu mimi naamini sana. Ndio, sio kwamba eti usipomba na kuunganisha maombi na sadaka kwamba utoboi, hapana. Ila mimi naamini pia kwamba ninapounganisha maneno nayoomba na sadaka, kuna vitu hapo kati huwa vinashindwa kuzuilika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu sadaka Mungu alivyoiheshimisha huwa apokeagi malaika. Ndio maana Gideon wakati anamjaribisha yule ni malaika ama ni Yesu, Agano la Kale Yesu alikuwa anaita sehemu nyingine anatamsha kama malaika wa Bwana. Akasema ngoja nitoe sadaka ya mchuzi na nini. Ikijibiwa kwa moto,
atajua sio malaika, kwa sababu malaika wajibu consume sacrifice. Sadaka inaenda ni Mungu mwenyewe. Sasa kilichotokea, Gideoni akasemaje? Akaweka mchuzi kwenye mwamba na nini? Akagusa malaika wa Bwana ambaye alikuwa ni Yesu, ile mwamba sadaka pale. Ukalipuka moto, maana yake sadaka yake imekubaliwa, moto uvumba umepanda. Gideoni akasema ole wake kwa kuwa amemwona nani? Bwana, yani Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe, ambaye alikuwa ni Yesu. Kwa hiyo sadaka huwa anga la kwanza, kuna anga la pili hapo kati, kuna mbingu ya pili. Mbingu ya pili ndio inakaa kuwa anga, falme, mamlaka au sijui materitori. Wajinga wote wanaoshoia hapo juu, wakizania ni kitu cha maana, badala wakatafuta hela, wanashoia hapo juu hapo kwenye hiyo mbingu ya pili hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Wanasema kitu cha maana, kumbe wanashida kuishia kwenye jehanamu ya moto. Ndio maana shetani akikukumbusha maisha yako ya ulivyo na uchungu, mwambie wewe unaenda jehanamu shetani, utakuja kuungua na moto. Na wewe hiyo ndo nakukumbushia, nikumbushie ujinga hapa. Mambo yote yaliyo ukweli, yaliyo hasta, yaliyo haki, yenye sifa njema, wema wote, kifaa sifa nzuri yote, au mimi ndo nayatafakari. Huo ujinga wako weka nao na jehanamu utaungua moto. Basi shetani ananyongonyea, anahuzunika. Kwa sababu alizania akikupitisha mawazo ya unyonge, utakaa hivi ndo anafurahi. Tumemweza, anawaza, analia, kichwa kinamuuma. Je, pepo za uchungu, mteni na uchungu ili tumuingie. Unaambia uchungu utashikwa shetani na mabibi zako. Bwana Yesu asifiwe. Hapa furaha ya Bwana ndio nguvu zangu. Nina furaha asubuhi, nina furaha mchana, nina furaha jioni. Sema naelewa. Kwa hiyo maombi unapoyambatanisha na sadaka kwenye hiyo mbingu ya wakuu anga hapo, wajinga afu hii mambo ya wakuu wanajiita principalities, sijui powers, yaani wana maneno mengi ya kijinga. Hiyo saa nyingine maombi mengine anafanyaje? Kwa sababu divine assignment kwenye pande wa sadaka hakuna pepo litachukua, labda ukuta umetoa kwa mapepo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Cornelio sala zake na sadaka zikafika juu mbinguni na kuwa ukumbusho. Bwana Yesu asifiwe. Kuna maombi yanazuiliwaga, ukaa ukijua, sikudanganya. Kuna maombi yanafanyaje? Au niseme kuna majibu ya maombi yanazuiliwaga. Danieli ameomba, amefunga siku ya kwanza maombi yamesikiwa, malaika akaja kazuiliwa kwa sababu hakutuma malaika wa vita. Baadaye ndo maombi yake ya mfungo akaendelea kuzalisha nguvu, akatuma malaika mpiganaji Mikaeli. Huyo mkuu wa majeshi ya Mbeya akatia pale. Basi mkuu anga kapigwa kwa pani, kapigwa kibesi, katuliza kwa iko chini. Gabrieli akapita na majibu. Sema sadaka na maombi. Sadaka na maombi. Hiyo ni kitu siri, lazima ujifunze. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na Mungu akuitishagi aweze akakudai kitu ambacho una utoe. Unaweza ukasimama na hii sadaka yako ya kawaida, sio zaka, ili katika hayo upate kuvipiga nini? Vita vizuri. Vita nini? Vita nini? Kona wa rehema elfu wanipenda. Bwana Yesu asifiwe. Utakatifu, mifungo, changanya madawa yote. Uovu wa vizazi. Usisomeke kwako. Unaposikia mtu ni wa kwanza kuoa kwa ama kuolewa kwao, usizania alipenya kirahisi, afu yuko hai, ajafa. Usifikiria ni mtu mwingine sijui kwao kubreki kwenye umilionea ni kitu kirahisi, alafu ajafa. Kumbuka hakuna kazi ya kuajiriwa, labda uwe mwizi itakao kupa ubilionea. Hiyo ukao ukijua. Labda uwe nani? Mwizi wa kalamu, yani wewe umejichochorea kwenda jehanamu. Utajiri ule wa freedom of finance, uhuru wa kifedha. Yaani unakaa mahali kuna watu wanahangaika huko na vibodaboda, vibajaji, viaisi, vinini. Ikifika jioni unacheki tu simu hapa. Au kuna watu wanahangaika huko na nini. Ulianza kidogo mwenyewe, ulikuwepo kwenye baadaye sasa Mungu anakupa freedom of finance. Kwa sababu ulionyesha uaminifu katika mianzo midogo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usizani watu wanapenyaga kirahisi. Mwambie nako lazima ujidhabihu. Lazima ukasiriki. Yaani siri ya maisha. Lazima ufike sehemu ufanyeje? Ukasiriki. Kuna homoni moja inaitwa adrenaline. Adrenaline hiyo homoni ikiibuka ni wakati mtu anakuwa, kwa mfano mama anatakiwa kujisukuma mtoto atoke. Ile inakuaga juu sana, mama anakuwa jasiri, anamsukuma mtoto hataki kujua kuna nani atamdaka huko. Kwa sababu chini kumefanyaje? Hataki kuhakikisha kwamba Nesi umekaa vizuri, hapana. Mtoto amekuja anatakiwa afanyaje? Ile adrenaline ni homoni ya kupushi, sema kupush. Sasa katika ulimwengu wa roho kuna adrenaline ya kiroho. Hiyo ikimuingiaga mtu unamwambia mbona kama ulagi unakulaga mara chache, anakuambia nile kwa raga
gani na maisha yangu bado hajaeleweka, hiyo inakuwa ameingiwa na adrenaline ya kiroho kwamba lazima apushi. Sema apushe ule uovu wa vizazi, umwachie. Yani anakuaga, mbona unaombaomba sana? Yani wewe mbona unaongeongea sana maandiko? Hakuna, ni adrenaline ya kiroho. Hiyo inaitoga fight or flight, yani upigane ama upae. Bwana Yesu asifiwe. Yani akitokea simba hapo mlangoni akanguruma, kama hana uhusiano na simba wa kabila la Yuda, hata mimi kwa fight and flight unaweza usione hapo, ukaona kitobo kidogo tu hivi ukashangaa nimeingia huko darini, utajua nimepitaje. Ni kwa sababu ya adrenaline ya kiroho. Haleluya. Hiyo unaweza ukapita kwenye fence yenye miba. Oh yes. Siku ya pili yake ndo ukajua kuna mwiba ulikuchoma hapa, unauma, unaanza kutoa. Ulirukaje huo ukuta? Kwa sababu ya nini? Adrenaline, fight and flight. Sasa kiroho usipokuwa hivyo, yani lazima una tabia kuipandisha hiyo homoni ya kiroho. Unacheki hivi. Sasa hapa ndo tunakaribia kuomba. Sasa wewe sasa achana, nisikilize, lakini nakupa umweki ukiwa umefunga macho. Fikiria kwenu nini hakuna, alafu unataka nini? Yani kwenu nini ya nini? Nini hakipo? Vitu gani havipo afu unavitaka? Bwana Yesu asifiwe. Mimi nikipiga kwenye ukoo kwetu, hakuna mtu alitembeaga kwenye utumishi wa kumtumikia Mungu. Hiyo ndo kwangu nimeona. Wewe kwenu kipi? Bwana Yesu asifiwe. Kwetu sijawahi kusikia mtu ambaye ni bilionea kwa njia za halali. Kwa hiyo najua kwetu hakipo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe piga tu kwenu. Kwetu kwenye swala la kuoa nilishavunja hiyo kama mzaliwa wa kiume wa kwanza kuoa ndoa ya kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe piga kwenu nini hakipo, alafu unakitaka. Wakati wewe unajua kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Haleluya. Acha kufikiria mambo madogo. Yaani wewe piga tu picha. Yaani unataka nini? Yaani unataka nini? Eza ni kwa watoto wako, ni kwa nani? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Yaani mzigo wako ni nini? Kwenu nini yakikuepo, alafu unataka ukivunje wewe wa kwanza. Wewe ni Mungu wangu, ni Mungu unayeweza. Wewe ni Mungu wangu, ni Mungu unayeweza. Wewe ni Mungu wetu, ni Mungu unayeweza. Unaweza, unaweza, unaweza Bwana. Unaweza, unaweza Bwana. Unaweza, 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 unaweza Bwana. Unaweza, unaweza Bwana. Unatosha, unatosha, unatosha Bwana. Unatosha, unatosha Bwana. Unatosha, unatosha, unatosha Bwana. Unatosha, unatosha Bwana. Sema Baba Mungu wangu. Baba Mungu wangu. Ninaomba unisamehe. Ninaomba unisamehe. Kwa ajili ya uovu. Kwa ajili ya uovu. Uliotokana na dhambi. Uliotokana na dhambi. Iliyosimamisha. Iliyosimamisha. Hiyo milima ya kipepo. Hiyo milima ya kipepo. Kwenye familia niliyopitia. Kwenye familia niliyopitia. Tusamehe. Tusamehe. Kumbuka rehema tena na tena. Kumbuka rehema tena na tena. Kumbuka rehema tena. Katika jina la Yesu. Ile damu inayonena. Ile damu inayonena. Msamaha. Kutusafisha. Na uzalimu wote. Kufunga hilo lango lililopitisha uovu. Mungu ikanene sahi kwa ajili ya maisha yangu. Yale ambayo kwenye familia yangu hayapo, hayakuwepo, vile viwango ambapo hakuna aliyefikia, kwa wote naofahamu kwenye familia, ulile ambalo hakuwepo aliyotembea kwenye kusudi la kuumbwa kwake. Wengine waliishia maisha ya kawaida. Ile damu ya Yesu
ikafungue hilo lango sasa kwa habari ya maisha yangu. Iambie hiyo damu ya Yesu la pakarapasana apareke kokoko sinda baba baba riakata kwenye maisha yangu. Hiyo damu ya Yesu ikafungua hilo lango la kuwa na watumishi wanaotumika kimataifa, kuwa msaada kwa ulimwengu. Hapo unajiombea lile ambalo linakuhusu, usige maombi yangu wala usimsikilize jirani yako. Damu ya Yesu kafungua hilo lango. Parapakata paria katapa baba 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 ushanda baba baria pakarakatia pakaramandere baba bosa. Damu ya Yesu fungua hilo lango sasa. Pakarapakoria basinda baba 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 ushanda papa 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 baba baba pakarapakata parakatia pakarakata. Open that gate now. Fungua hilo lango rapakoria mande baba baba kama ni la kuolewa. Iambie damu Yesu kufungulia hilo lango. Hapa karakatia rabakayananda baba 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 baba. Unajua unachokipitia wewe, unajua ile ambalo bado maishani mwako inaanza na wewe. Hapa karapakoria ba indarabaka pakarabaka rabakarakatia pakarakata yakara. Damu ya Yesu open that gate. Pakarabakoria basinda rabakoria pekeria pakarapakarakata. Baba wewe simama kama uovu hapa kuzuilia rapakoria viwango vya utumishi kwenye familia nilopitia. Pokoropokoria bakaramanda rabaka anguka uovu pakarapakarakata parakataria kata. Ninakulani wa uovu parabakarabakatia rabakarakatara baba shanda baba pokoropokotia parakata. Iambie damu ya Yesu ikufungulie hilo lango rapakoria la kwako binafsi lepakarakata pakarapakorobokoria bakara. Kama Zaburi ya 24 inavyosema, nchi na vyote nijazapo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakao ndani yake. Ninakataa kuishi kwa mang'ang'ano. Pakarakataria katarakata baba shana na baba. Damu ya Yesu, damu ya Yesu afungulie hilo lango. Pakarabakata la kutoka katika utoto pereketia rabakarabakaranda rababa ushana baba kororororo. Ni kweli bidii nzuri, lakini bila neema haifanyi kazi. Uwe na bidii, lakini lazima kuwe na neema. Neema inatofautishaga mtu aliye na bidii na mtu mwingine aliye na bidii. Pakarakata rabakata paria katarabaka papa. Iambie damu ya Yesu kama ni lango la kumiliki fedha na mali, unajua unachohitaji kufungulia hilo lango sasa. Pekere pakarapakoria uovu ukora pakoe. Funge kinywa sasa. Uovu muloleta umaskini perege pekeria pakata parakataraka abarabakaranta barabakasana rabakasha. Yes watu wanapita pokorobosuna na mama shana na ma yebi abakaidia kadia sono dokotaya baba shana na mama porokotoria bakarabakarinda rabaka. Mwana Mungu, unajua unalolitaje. Iambie damu ya Yesu ikufungulie hilo lango. Arakata parakatia bakoza enebelebelebe shana na mama pakarabakoria basina na bakaya pakarabakata paria kata barabaka baba shana na mama mara. Damu ya Yesu walete watu pakarakata makarama rabakoria poroboko wafungulie hilo lango la wao kukua katika maarifa. Wote wanaotusikiliza rabako wanaomba pakarabakorobokoria manda wafungulie hilo lango rabakoria. Wasiangamizwe kwa kukosa maarifa, wapone kwa sababu ya maarifa.
pakarabakoria bakarama na rabakaya pakarabakarabakata barakata rabakata rabakata. Oh, iambie damu ya Yesu rabakoria. Oh, damu ya Yesu ina masikio. Pakarabakata barabakati ya rabakarabarande. Kufungulia hilo lango rabakoria. Wewe mnufaika wa kwanza. Perebekete barabakata rabakata raba. Baba kwenu nyumba iliyopo ni wazazi wako tu. Parabakata barabakati ya ramandaraba. Wewe lazima iambie damu ya Yesu. Fungulia hilo lango la umiliki nyumba. Pakarabakata raba kama unataka. Kufungulia hilo lango umiliki biashara. Pakarabakata zitakazo kupa uhuru wa kifedha. Perebekete barabakata rabakata rabakata rabakata. Gere barabara bashana bobobosi na mama Maria. Oh, damu ya Yesu fungua hilo lango. Oh, la baba la mimi kumiliki. Oh, mashamba na viwanja vya biashara. Oh, magari ya binafsi na biashara. Porobo kotoporia baka. Barabara bashana. Oh, ninafanikiwa katika utakatifu. Parabakata parabakoria. Perebekete peribakata pariba katarabakata. Hilo lango la uovu la kwenye familia linalozuia ndoa baba bora.